السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na ada yetu hii ya kukumbushana japo kwa uchache masala yetu ya dini katika mambo mbalimbali, na siku hii ya leo Jumanne huwa tukisomeana masala ya fiqh ya madhhabi Shafi'i. Tupo katika ukamilifu wa kumuosha maiti, tupo katika ukamilifu wa kumuosha maiti ambayo kama tulisema kumuosha kwa sunna zake, rakati zake, vitu vyote vinakuwa vipo ndani ya utaratibu huo. Kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeambiwa kwamba ili uoshaji huu wa ukamilifu au wa sunan upatikane, kuna khutuwat, kuna hatua kwa hatua. Kwa Mwenyezi Mungu tunajaliwa kusoma hatua ya kwanza, kuwezana hatua ya pili. Hatua ya kwanza kwa kukumbushana ilikuwa kujalia kwamba ile maiti alishofariki kabla kuoshwa na ile ndio kuoshwa ambao lenye sifa ya uwazi au tundu dogo ambalo litakopitisha maji. Hatua ya pili tukasema yule mwoshaji atakuwa anaweka kitambaa kwenye mkono wake kudhihirisha mkono wa kushoto, kisha atakuwa anamkamua tumbo lake la maiti kidogo kidogo kwa namna ambayo tulielekezana jana ya kumweka maiti. Hatua ya tatu tukasema kwamba atakuwa baada ya kufanya ile hali ya kumnadhifisha, atatupa kitambaa kile, atachukua kingine kwa ajili sasa ya kuziosha tumbo zake mbili na mbele na nyuma, ili usafi upatikane. Na tukaambiwa atajitahidi sana kuweka uhuru, kuweka vitu cha kuleta harufu nzuri, ili kusiri harufu na hali ya maiti ya aibu usitoke. Hatua ya nne tukaambiwa kwamba sasa huyu maiti atamsajisha maiti, mwoshaji maiti atamsajisha kama vile msaji sisi wenyewe tulienda kwenye haja zetu wakati tuko hai. Hatua ya tano atatumia kitambaa kingine kwa ajili ya kuosha roho za uchafu. Hapa hajapiga ile ghasia ambayo ya ujumla, hii ni zile process ya hatua mbalimbali za sunna. Sasa hapa kile kitambaa ndio uchafu wa sikioni, puani, machoni atamsafisha, kwa maana ile safari inahitajia unadhifu. Hatua ya sita ambayo ndio tulikuwa tumekoma jana kuweza kuendelea kutokana na wakati, leo tunaendelea kwamba hii hatua hii baada ya kufanya taratibu zote hizo tulizoeleza, yuwaqiul ghasilu almayita. Sasa atamtilisha udhu, mayit kamil, udhu kamil bisunanihi, kwa sunna zake zote, maadhkari pamoja na dhikri zilizokuja katika jambo zima la udhu. Tunasema kwamba hizi adhkari ambazo zinakuja katika udhu, kuna mwingine bwana hakuna cha dua wala nini, ukitia udhu osha uso wako, osha viungo, shughuli maliza. Taban hatukatai, hiyo ndio ilivyo. Idha kuntum ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hiyo tulikatai, lakini zimepatikana riwaya pamoja na udhaifu wake, lakini imeonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha
ufundishaji huo. Sasa ile kusihi na kutokusihi ni tatizo za mawazi. Mara nyingine wale wapokezi wanakuwa zinaacha hadithi zao kutokana na hali mbalimbali wanazo, zingine ni ovu zaidi na zingine zina afadhali. Ndio zile zenye afadhali kuchukuliwa katika, kwa mfano labda katika moja ya hadithi ambayo hata kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hata ingekuwa mmoja wa Bukhari, lakini tukamjua ni mmoja wa hadithi, ni mtu maskini kusahau, anaweza tamii akumbuka, tamingine hakumbuka, hiyo hadithi ni sababu dhaifu. Sasa makosa kama haya ambayo ni yako nje ya uwezo wa mwanadamu, ndio haya yanaambiwa hadithi inatumika, lakini tungewaini sio katika jambo la wajibu, inatumika katika jambo la fadhila. Bali alhadith dhaif yu'mal fi fadail al-a'mal ma lam yashtadda dha'fuhu. Kwa hadithi ya isiyosihi inatumika katika mambo ya fadhila, mambo ya sunna, maadamu haijakuwa ule udhaifu wake ni kupitiza kiwango, unapoangalia wale wapokeaji katika hali ambayo haikubaliki kabisa, kwa hapo inakuwa jambo lingine, lakini hadithi inapita. Kwa hiyo katika kutia udhu kuna adhkari zake kama tulivyosema. Kwa mfano kuna sunna ya kupaka shingo, unapotia udhu katika moja ya sunna, ushaosha viungo vyako, sasa kuosha miguu, paka masikio, unatia maji kwenye vyako, unafuta shingo yako, mmoja katika sunna ndio kwa kile mbele zake kiingiza ndani ya kifuta, kama ilivyo katika riwaya. Basi kuna dua unasema Allahumma atiq riqabi, Allahumma atiq riqabi wa yawma yatqa au kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atiq riqabi minan nar, Mungu nikibali hizi riqabi zetu sisi, shingo zetu, mabega yetu, minan nar, kutokana na moto. Kwa hiyo kuna dua au adhkar mbalimbali, ukienda katika vitabu vya fiqh zimeelezwa adhkar kama hizo, basi na wewe unazifanya kama sisi. Kwa madhehebu ya Shafi'i ni sunna kuleta adhkar kama hizo wakati unatia udhu. Watakunu khittatun ala yadihi bisra malfufatan yusawwikahu bisababa, na hapo wakati sasa nataka kumtilisha udhu, ndani ya kumtilisha udhu ule hatua kwanza ataanza kumtilisha mswaki, lakini hawezi kuchukua hizi brush zetu au katika swaki la mti ukaenda kumtilisha maiti, la haitakiwi. Kinachokusudiwa ni ile khirqa ambayo kitambaa sasa katika sanda yake ile kinavingirishwa kidole cha yusra kiasi cha kuenea, kisha kile ndo anapigishwa. Hii ni ukamilifu jamani, usio kasahau kuosha bwana, sijaona kidole kitambaa kutoka kidole mdomoni, sisi tunaosha vipi, bila mashaka. Hii tunasema katika uoshaji wa sunna, ambao huu ndio Mola amesema ndio ukamilifu wa uoshaji. Yaani kuna hali au kuna situation ndio tunaosha kwa uchache tu, uosha ni kwa uchache tu, ikawa bakuli, ikawa pale imekubalika. Lakini atatumia sababa na kidole chake cha shahada, ima cha kulia ima cha kushoto, ni sababa ambayo ndio utakuwa umemsugua kinywa chake kurudisha mswaki. Waidamauke waenshafu, na kisha kuna sunna pia ya kusukutisha maji na pia kusafisha jishikaka katika pua ili kumsafisha, lakini hapa atakuwa anajitahidi yale maji yasipite katika tumbo, ataweka maji kinywani kwa kiasi ambacho shingo yake kibeti hivi, yale maji kwa kiasi akizidumwaga kinini yanatema, yanakuwa yanatoka nje kama ni katika namna ya kumsafisha. Na watajibu niyatul wudu,
na pia inalazimika wakati mwake inapasa nia ya udhu. Shafi'i kwa ni wajibu kutia nia ya udhu, Shafi'i ni wajibu kutia nia ya udhu, na hiyo ndio asli innamal a'mal binniyati, kwamba wewe umenuia kutawadhisha. Kwa hiyo mwenyewe umesema nawaitu wudu au nawaitu fardhu au nawaitu wudu lis-salat, kwa namna ambayo umeweza kunia wewe kama wewe, lakini unapomuosha maiti unatia nia ya kumtawadhisha, nawaitu an uqri'ahu au nawaitu an uqri'a hadha al-mayyit lillahi ta'ala, au sisi tunataka ya Rabb nasema kama ni nia kutia nia sasa kumtirisha udhu au nanuia kumtirisha udhu maiti huyu, lazima ufanye shika kwa nia. Kwa sababu gani? Nia kwa sababu tamyiz al-ibada anil 'ada, ili kupambanua kwamba hili jambo la kawaida na jambo la kiibada. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa kisheria kwa mambo yetu mengi tutie nia yageuke kwa mambo ya kawaida ili mpate thawabu. Kula si jambo ambalo lazima, ni jambo la kawaida kula chakula, lakini ukitia nia kwa mimi ile chakula nipate nguvu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, nipate nguvu ya kumsaidia mambo yangu, kuna kazini, kufanya hivi, of course mentally, kwamba ile mentality ya wote unakula na kupata nguvu shughuli zako zifanye, lakini inakuwa ni nini? Ni general au justify katika ile nia, kwa maana inaweza nguvu zako ukazitumia sengine kwa kutembea jambo ambalo lahu kwa na faida yote, lakini ukatia nia upate nguvu kutembea kwa mazoezi ishakuwa ibada. Ukatia nia na kula chakula hichi nipate nguvu ya kufanya kazi ambayo ni halali, ishakuwa ibada. Natia nguvu niweze kuswali, kufunga, ishakuwa ibada. Kwa hiyo nia ndio tunasema udhu, kumtirisha udhu, unuie kwa kutumia kumtirisha udhu maiti huyu, na ukishaweza kumtirisha udhu inasuniwa dua, pia kumwombea maiti, dua au dua ile ya udhu ambayo siku zote tunasoma baada ya kumaliza udhu, tunasema alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa Allah, na toa shahada, kisha Allahumma nas'aluka Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min al-tahirin waj'alni min ibadika as-salihin. Dua maarufu wakati tunasoma, na zile zote kusoma inna zanabul qadri pia katika moja ya mapokezi, na kusoma dua nyinginezo ambazo zimepokewa baada ya kumaliza nini, ya kumaliza udhu. Kwa hiyo na hiyo utasoma dua kama hiyo kwa maiti. Hatua ya 7 sasa na zile processes, ataosha huyu maiti, akashamaliza shughuli zote mpaka huko kashamtirisha. Kwa hiyo yughasilu al-mayita bisidri, atamuosha yule maiti sasa. Kwa nini? Kwa mkunazi. Zamani kulikuwa hakuna maendeleo kama haya leo. Mimi nilipata akili na kumwambia mfuo kwa majani ya papai. Papai pia inakuwa ni sehemu ya povu, inapigwa inatoka. Sasa zamani ilikuwa hakuna teknolojia kama zetu, tutapata sabuni, tutapata hivi, lakini sasa alhamdulillah tena sasa kuna manukato zaidi ya hivi ambayo unafikiria wewe, kuna teknolojia kuendelea. Kwa hiyo hii badala ya sidri ambayo zamani ilikuwa ikitumika kunaza kama kitu kinachotoa povu na chenye kuondoa uchafu kwa nguvu, ili kuondosha uchafu kwa hali nzuri, ndio walikuwa wakitumia zamani. Mti maarufu sana, mti wa mkunazi, ndio ukitumika katika harakati za kumosha maiti. Sasa hivi kila kitu badala hicho kinafaa kumosha maiti. Sabuni ikiwa ni ya kipande, sabuni ikiwa ya unga, sabuni ikiwa ya maji, yote itatumika katika kumosha maiti. Reason ni kwamba usafi upatikane, isibakie makandokando ambayo labda itakuwa kwa maji tu hayaondoki. Kwa hiyo basi maiti atamosha huyu kwa hali kama ya sidri, lakini imetangulizwa
huu mti kutajwa kuna faida zake, yani kwa asam zaidi kwa kuosha maiti kuliko vingine vyote. Hata sasa hivi teknolojia watu wanatengeneza sabuni, lakini hizi sabuni zinazotengenezwa na mkunazi zimetangulizwa mbele na zipo na sabuni za aina nyingine yoyote, lakini sabuni za mafuta za nini kama hivyo, lakini sio hii sabuni ya mkunazi. Mpaka hivi sasa katika kufuatisha sunna inatangulizwa zaidi kutumia sabuni, na atamosha 3 mara tatu kama ilivyokuwa sunna yetu. Ataanza kumosha kichwa min ababu juu yake ila lihiyataihi mpaka kufika miguu miwili, kisha na kwa kuwa mtu akiwa hai sunna uogo ukiwa hai ni sunna unafanya upande huu yote, kisha unakuja na upande wa nyuma wote upande wa kulia, kisha unakuja upande wa kushoto wote, kisha unakuja upande wa nyuma wote. Sasa kwa kumosha maiti ile takhfifu kutokana na hali yake, kwanza umalize sehemu ya mbele, kisha unakuja sehemu ya nyuma kwa maana hiyo kuosha kwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuambia kwamba kisha atamosha kuanzia kichwa chake mpaka kufikia na mkono wake kulia, kisha atamwelekeza shiqi al-ayman la taraf al-asabi mpaka katika vidole vya miguu yake miwili, kisha atakuja upande wa kushoto kama alivyopitisha upande wa kulia. Hii ni kwa sababu ya ile hali yake, lakini kama uko hai kwanza kuweza kulia huko lazima na nyuma yake kulia, na uko na ile shawa ya mimina maji ndio pesi zaidi. Wewe kazi ya kujigeuza ndio uogaji wa sunna hapo, uogaji wa paka ile unahesabu kwa mwoga, lakini alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni unaosha kwanza huku mbele hapo upande wa kulia, kisha unaosha nyuma. Kwa maiti unaosha huku kulia upande wa kulia, kisha unaosha upande wa kushoto. Baada ya hapo sasa unakuja tena upande wa nyuma wa kulia, kisha kushoto ili ipatikane wepesi. Kisha akishamaliza kusikiliza zote na kumsafisha kwa sehemu zote hizo, dole nini, kwa namna ambayo tulosema hiyo, 3 mara mtawalia, atachukua sasa maji masafi ambayo kuondoa ile sabuni kama utaratibu ulivyokuwa, anaondosha kwa maji masafi, kisha baada ya hapo atamosha kwa josho la 3. Kwa hiyo process ya kumosha maiti inakuwa 3. Ya kwanza inakuwa imechanganywa na nini na sabuni, kwa ataendeleza tutamsumbua na kisha ya maji safi kuondoa maji safi. Ya 3 ni maji ambayo inaitwa ni ghasla thalitha la kumalizia, maana ni josho ambalo limewekwa tu kama kuna kitu kimekosekana kinadiriki, labda katika kuondoa ile kwa kuna kitu kiondoka, ile josho la 3 ndio litakuwa limesafisha kila kitu, na hiyo ni josho la mwisho kabisa. Na josho hilo linakuwa linachanganywa na vitu vya manukato kama vile kafur, ambayo maksudi mengi ilikuwa ni kuhifadhi mwili wa maiti kama kutokea ile yote ya kumzika na kumstiri, basi harufu isidhihirike kwa mwanadamu, ana harufu ambayo mbaya ikiwa amecheleweshwa. Kwa hiyo sasa ile ya mara 3 ya akhira katika kuoshwa kwake unachanganya. Sasa hivi umefanya kuelewa, unaona kwamba ile sasa kama ile kashoshwa kamalizwa inatiwa kwenye kitu hapo na magiwa ile sasa kusudi hivyo tunataka kuosha sasa, lakini inachanganya vitu kama hivi, kama yale maji yanatiwa kafuru, yanatiwa kila kitu bali kwenye taratibu ya asara nilioeleza, kwa kuna vitu gani vinajaliwa kwa hiyo kitu, lakini
yeye kama yeye maiti kumosha, maji yake yanatiwa hizi kafur. Hiyo ndio hatua ya nani tulisema maji safi, ili kuondosha ile sabuni au josho la pili. Hatua ya 9 maana ni kuleta maji ambayo yaliyochanganywa, ambayo yanakuwa ni josho la 3. Mara nyingi sana masomo haya mawili, somo la hija na somo la uoshaji wa maiti, mpaka ukafanye practical ndio inakuwa nafahamika kwa uzuri sana. Lakini kwa kuhadithiana ndio tunabudi jinsi mtu anaidia kuna kitu hichi, lakini ufahamikaji wake unakuwa ni mdogo mpaka vile ubashiri. Sasa tabia wanadamu na ingine tunajiwekea hofu wa ndugu zetu wanakufa, hatupati kujua mambo. Ndio maana tunasema tunakumbushana na kujulishana, kwa sababu ndio jambo zuri zaidi. Ndugu yako akifa una raha kwa wewe, ndio wa kwanza kumstiri, kuliko ndio akifa ukaanza kumuita mtu jirani kwa mbali aje yeye afanya, inakuwa sio nidhamu ambayo nzuri kisheria. Na pia maiti anapata dhiki na lile kwamba kujitunza, aibu yako haijui mtu mbali, leo ndio nenda kujulikana. So maiti anasikia zaidi, maiti anaona zaidi, maiti ana sensi zaidi, lakini hana ile hisia za kufanya action yoyote, kwa sababu anaondoshwa. Kwa hiyo anapata ile maumivu tu ya ndani kwa ndani. Kwa nini? Kwamba ndugu yako hajakuwa ile msaada kwanza kustiri. Kwa hiyo hapo atamosha kuonyesha ule shamba na kafur kula badalini ili kaifia mauya kwa mtindo ule tulioeleza, kwa ataanza na kichwa chake, kisha anakuja upande wa kulia mbele yake, kisha kushoto mbele yake, kisha nyuma, sasa kulia, kisha nyuma, kushoto, namna hiyo mpaka atafikia kumaliza. Hapo tena anakuwa ana chochote kinachohitajika. Akishaanza kufunga yukalibu rasahu bilutfin yukhudhu min famihi ma'asa, atakuuza kwa akishaanza kuzote, atakuuza kwa upole ile maiti kwa sababu nini? Kujinyanyua kile kichwa chake kama pembeni kidogo, pembeni yote, lakini sunna kufanya kwa kulia. Uenda una kitu wakati unashosha kimeingia katika kinywa, kwa sababu pale unakuwa hakuna kuzuia tena, ile kinywa kwa kuinamisha kibao kimetoka, uenda ni sunna kufanya hivyo baada ya kumaliza process zote. Qali kwa sababu ndio liyukhrija min famihi ma'asa yakuna min ma'il muslim. والأكمل من الثلاث الخمس، وأكمل من السبع، وأكمل من التسع. Ikiwa sunna hii tumeosha hizi mara 3 haijakuwa imetosheleza, tukiamua kuendelea kuosha tena kwa mfumo huu ambao tunaweka huyo maiti, basi tunafanya ile kwa sura ya witri, kwa maana kwamba ikisha mara 3 tutaosha mara 5. Hata kama ikiwa mfano hii ya 4 imetosheleza, kwa malizie sunna mara ngapi? Mara 5. Ikishindikana kwenye ya 5, kuna mazingira mengine ni uchafu umeangana, kuweza kuosha kwa mara moja, kwa sababu katika muda wa kufiti haijakuelewa kwamba sasa jambo tusioshe, kwa sababu uchafu wa ataelea kwa hali ya kuosha ndio unaondolewa. Sasa kama kesho ya kwanza, pili na 3 haijakaa sawa, tunaongeza la 4 na 5. Haijakaa sawa, tunaongeza la 6 na 7. Muhimu tunaishia kwenye witri, ikiwa haijatosha pia tena katika 8 na 9. Tusikome katika shufa, bali tuendelee katika witri. Hiyo ndio taratibu ya kuosha maiti. Sasa kuna masala katika maiti huwa yanatajwa. Hii ndio kiufupi namna ya kuosha maiti, na nafikiri siku ya Alhamisi kwa siku za maswali yote yatauliza, ila kuna tabiri moja tulikuwa tumeulizwa na ni uzuri pia kuisema kabla sijaendelea kwenye masaili.
kuhusu maiti, nafikiri itakuwa next week tena, wiki ijayo, kuyagusia kwamba katika hii khilqa tunaohitaji, yani muoshaji awe anajifunga kitambaa kila hatua inakwenda, anajifunga kitambaa, kumaliza kinafunguliwa, kinatupwa. Sasa hivi kimeendelea, kuna nini? Kuna gloves za kuvaa. Je, hizi nazo ziko vipi? Maulama hawajarecommend kwamba zitumike hizi, kwa sababu anaweza kwamba kila hatua unakuwa unatupa kila hatua, kwa sababu pale imetumika kupatikana kitu khashin na sio amlas. Kitu amlas ni kitu ambacho kinateleza, kama hapa Kiarabu inasema ni amlas, yani maana yake kwa uso. Lakini kama hii kitambaa hapa ile kwa khashin, na kuna sehemu ya mkoruzo inaweza ikaondoa uchafu na kutoka kitu. Lakini hizi ni kwa mfano ukiparaza, yani maana yake kwa mfano ni uchafu nifute hapa, tabani itakuwa nimepakaza hapa na kwenye mkono wangu wa huko. Lakini kama nitafuta hapa kwenye kitambaa hichi au sehemu yote ya khashin, ule uchafu utaondoka zaidi kwenye mkono wangu kuliko kwenye. Kwa hiyo hapendelei sana, ingawa kwa taratibu za kiafya tunaambiwa sasa hivi ni bora kutumia hivyo. Ni jambo ambalo tunasema shar'an jaizan wa ghairu mustahab, ni jambo ambalo linajuzu lakini sio mustahab, maana haisuniwi kufanya hivyo. Ile kitambaa unapoona kwa maji yataingia, ndio maana kuna ghusl ghasl mayit khassa. Kuangalia afya ambayo tunaambiwa kuna ghusl ghasl mayit, yani mtu sio ameweka iliyosho kwa yule anayosha maiti, akiweza kusha maiti atakuwa yeye akapoge mwenyewe kwanza, kisha ndio kwa sisi nyinginezo yote ni kuchungalia kwa usafi. Sio mtu sasa scientists wana discover vitu vingi sana, wana kubali kwa mtu sasa alikuwa ni mtu wa muujiza sana. So kila kitu tunachokisema kinakuwa na wisdom behind, si kwamba kiko hivi hivi tu, kina hekima kubwa ndani yake, kina falsafa kubwa. Kwa wengine wanaslimu, wengine wana appreciate Uislamu ambao tena ukashaangilia hapa. Kwa hiyo ni kitu kwa sawa. Kwa hiyo tunachunga afya, hatukatazi, kwa sababu tunaambiwa sio dhulmu ya elimu na taarifa. Sisi angalau nafsi zetu kila sehemu ya kuruhu ikramu, sio ni mtatizo tushaka na Qur'an. Kuruhu ikramu chukue tahadhari, msiri hivi kwa watu wameathiriwa na Ebola au tunasema COVID inaweza kuwa inaambukiza. Kwa hiyo unatakiwa mtu unaweza kuvaa vile vifaa, sio ndio kwamba labda tumepoteza kwa sheria na kata kufanya hivyo, lakini kwenye hali ya kawaida kutumia ile khilqa ile kitambaa ni khashin itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ile basi ni amlas, kitu ambacho kinateleza, hakikamati maji, kinatelezesha maji. Hivi ndio ningependa kutanabaisha masala kama haya. Tunaweza kujaribu kuzungumza masala machache kidogo yanayotaalaki na maji, kwa mfano wala kuosha, mwangalie ndio wafanyeje vitu kama hivi, ndio kumwangalia uso ni ndio kuelezea inshallah next week. Sio kwa kufikia kwa haya machache ndio mnao yes kuna kaula ya tuna sana kwa Allah na yatona au ta'ala bi rabbil وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وصلى الله وسلم